Mtazamaji wa Star TV habari, karibu sana katika kipindi cha mjadala mkuu. Na kwa siku ya leo ndani ya mjadala mkuu tunaangalia nafasi ya blog katika kuimarisha umoja wa kitaifa. Mimi ni Athmani Mihula, hapa studioni naye Beda Msimbe. Huyu ni mwenyekiti wa Tanzania Bloggers Network TBN. Yupo hapa katika mjadala mkuu kuangalia namna gani hizi blog zinaimarisha umoja wa kitaifa, kwa sababu ndio majukwaa haya ya kidijitali. Je, yanaimarisha ama yanavunja ama yanafanyaje? Basi Beda hapa atatusaidia kwa ukaribu na kutueleza kwa kina sana. Mimi nikusihi uambatane nami mpaka tamati ya kipindi hiki kufahamu mengi zaidi yatajiri hapa siku ya leo. Beda, habari yako? Njema tu kaka. Kwema? Kwema. Naendeleaje? Sisi tuko salama, sisi na nyie jukumu lenu la kuwapasha habari watu. Sisi tunaendelea kuchapa kazi. Naendelea. Kazi endelee. Na hakika kazi endelee. Vipi TBN huko mnaendeleaje? Sisi tuko salama. Tuko salama kwa maana kwamba tunatimiza majukumu yetu na mpaka sasa hivi hatuna yani hatuna doa. Tunasukumana, tunakwenda na tunafanya kazi kwa sababu kazi yetu kubwa ni kuhabarisha wananchi kama nyinyi mnavyofanya, lakini sisi tuko kwenye majukwaa ya kwenye mitandao ambapo huko tunafanya kazi kwa mujibu wa utaratibu wa nchi yetu na vile vile tunafanya kazi kwa ajili ya taifa letu. Utaratibu wa nchi na taifa letu sisi. Sawa sawa. Blog ni nini hasa? Tuanzie hapa ili tufahamu, maana majukwaa ya kidijitali, majukwaa sasa hivi hapo mengi. Kila mtu anaandika na kujua. Blog ni nini, Mzee Beda? Blog tunaweza kusema kwamba ni gazeti la mtandaoni. Yaani unaweza ukalisema hivyo kwa sababu blog inakupa nafasi kubwa ya kuandika kitu ambacho kiko exhausted, ambacho kimekamilika. Na kinakupa nafasi hiyo kwa sababu unaweza ukaandika maneno hata kama 10,000 pale kwenye ukurasa wako moja na ukao umetulia. Kwa hiyo ni blog. Blog inafanyaje kazi? Blog of course kama vilivyo majukwaa mengine kuna codes na vitu vingine ambavyo vinasaidia kufanya kazi hapo. Lakini tunapozungumza blog, Kiswahili chake tunasema blogu ni kitu ambacho wewe unayemiliki una nafasi nacho. Wewe unayemiliki una nafasi nacho. Nadhani watu wanatakiwa wanielewe. Unayemiliki una nafasi nacho. Kwa maana ipi? Maana yake ni hii. Katika majukwaa mengine anaye-host hilo jukwaa ana mamlaka na mambo yako. Anaweza akaamua tu kwamba leo Instagram ya Beda Msimbe isifanye kazi. Na haifanye kazi. Anaweza akaamua tu akaidelete na ikaondoka. Lakini blog kwa sababu ya nidhamu iliyokuwepo mle ndani ya blog, ile ni ya kwako wewe. Unaanzisha wewe. Wao Google walichokupa ama WordPress wanachokupa ni nafasi. Lakini hawataki interference na wewe. Kwa hiyo ndio wanasema ni ya kwako wewe. Kwa hiyo unapofanya vile ni kama mtu unayemiliki tayari kifaa ambacho kipo. Kwa hiyo blog ina tofauti na mitandao mingine. Kwa maana host wake hana tatizo na wewe. Lakini huku Instagram, WhatsApp na mambo mengine host ana matatizo na wewe. Ukizidi kuleta vurugu mtavurugana kweli kweli huko. Anaweza kuamua tu kwamba leo Instagram haifanyi kazi ya kwako na akakueleza na sababu na akafuta. Huku mwenendo wake kwenye Google na kwenye WordPress ni vitu viwili tofauti. Mmeitumia vipi sasa nafasi hiyo nyinyi TBN kuhabarisha na kuelimisha umma wa Tanzania na kuhakikisha umoja na mshikamano unaendelea kuwepo? Tuna majukumu mengi tu kama waandishi wa habari wa kawaida tu. Lakini jukumu la kwanza ni tunasema unailisha taifa nini? Hilo ndio jukumu letu la kwanza. Lakini kwa mfano katika kipindi cha siku kama 100 sasa hivi sisi sehemu kubwa tunafanya peace journalism. Yani ni amani na development. Kwa hiyo tunachojikita zaidi ni kutazama nini mahitaji ya nchi kwa sasa hivi. Na kwa sisi kwetu mahitaji ya nchi kwa sasa hivi ni wananchi kuifahamu serikali yao, kufahamu kazi wanazofanya serikali na vile kufahamu mwenendo wa taifa kwa sasa hivi ukoje. Na je, tunakwenda katika njia iliyo sahihi ama tunatoka. Kwa hiyo utaona namna ya kupresent facts zetu ni facts ambazo ziko za kweli na tunazitumia kufanya usahihi kwa jinsi inavyowezekana. Sasa
Tunaposema peace journalism ama development journalism kwa pande zote mbili, ni kwamba na sisi hatuendi kinyume na sheria za nchi hii, kwa sababu kumbuka kwamba kuna utaratibu wa kutawala, kuna utaratibu wa kwetu wenyewe na tuna utamaduni wa kwetu wenyewe. Kwa hiyo tuna sheria na tumeambiwa wanachama wetu kwamba sheria zipo na lazima zifuatwe, na sehemu kubwa ni kama unataka kufanya constructive argument ni lazima utazame kifungu 52 cha sheria yetu ya kupashana habari, mambo ya namna hiyo, ili wewe ujue kwa nini wewe unawajibika. Kwa sababu sisi tunasema kwamba algorithm ya blog ambayo ndio inasomwa kwenye akili unde ni lazima iwe na positive image ya Tanzania, kwa sababu huko nje kwa muda mrefu tumekuwa na negative image. Kwa sisi kazi yetu kubwa ni just to portray nchi yetu ikoje. Je, ni kweli wanachosema? Sisi tunataka amani kama kisiwa cha amani, na tunataka maendeleo kama binadamu yote mwingine, na tunahojiana kama binadamu yote mwingine. Lakini hii kuhojiana sio maana yake kwamba twende kinyume. Yaani lazima kuwe na ustaarabu mahali fulani, kuwe na staa mahali fulani. Hii ndio tunaoita sisi wanachama wetu, tunawaambia kwamba staa na ustaarabu wa Kitanzania lazima uwepo katika hoja unaoipeleka kwa umma. Tumekuwa tumeona mabadiliko kadhaa katika tasnia ya habari yamepitia, ikiwemo kutoka kwenye magazeti mpaka sasa hivi kuja kwenye blog, magazeti ya karatasi yale mmesema hapa, lakini sasa hivi tupo kwenye blog na kuna mitandao ya kijamii. Je, unadhani blog zina nguvu kiasi gani kutengeneza mijadala ya kijamii ama kuamua nini kijadiliwe? Blog ina nafasi hiyo? Nafasi ipo. Kwa mfano tuchukulie sisi hapa TBN hatuna wanachama wa aina moja. Yaani ina maana kwamba kuna wanachama wanaendesha habari kabisa, yaani wana newsroom na wana vitu vingine, na mmoja hapo mwanachama wetu ni Michuzi. Unaona kwamba ana blogs, ana TV, ana kila kitu, ana newsroom compact. Lakini vile vile tuna wanachama wetu wengine wana newsroom za aina yao. Afya, mtu kama Veronica yuko juu sana na ameshapata mpaka tuzo za duniani hapa kwa sababu ya uandishi wa afya. Yeye anaandika afya tu. Na kwa hiyo newsroom yake yeye inadili na afya tu. Kwa hiyo ina maana kwamba kama mtu wa kwetu huko ameweza kupata hata mpaka tuzo, maana yake na sisi tuna set agenda. Yaani kama blog inaeleweka, ni kama gazeti tu la kawaida. Kwamba unapotengeneza hoja inakuwepo pale, na mtu mwingine anaweza akaitazama ile hoja na akaitanua kutoka pale alipo. Kwa hiyo sisi tunajivunia hiyo kwamba tuna wanachama capable wa kuanzisha hoja na hoja ikafuatiliwa vizuri tu. Na kwa nini inafuatiliwa? Inafuatiliwa kwa sababu ni sehemu ya kupasha habari na ni sehemu ya kufanya research. Uzuri wa blog ni kwamba una nafasi ya kuandika mpaka research papers pale na usiwe na matatizo, mradi tu unafuata taratibu za kawaida. Kama unaandika research, maana yake taratibu za kawaida za research utazifanya. Kama ulikuwa unakariri mtu, utasema hii kazi imetoka sehemu fulani. Kwa hiyo mtu ataijadili. Kwa kwetu sisi, mimi naona kimsingi ni kwamba tuna blog ina nafasi kubwa sana ya kuanzisha mijadala na watu wakaifuatilia. Ni swala tu la kwamba mtu unasoma blog gani. Ni muhimu sana unasoma blog gani. Lakini sisi TBN hatuna udaku. Tumesema kabisa kwamba mwanachama wa TBN ni lazima afuate utaratibu wote wa uendeshaji wa blog. Lakini sio sensationalism. Mambo ya udaku na kutokuwa na uhakika na news kwa sababu tu wewe unataka tu upate likes za kutosha, hapana. Tuna jukumu katika dunia yetu ya kutengeneza nchi yetu hii, ya kutengeneza taifa letu. Kama tuna majukumu hayo, maana yake kwamba na sisi wenyewe lazima tuwe na utaratibu. Na sisi utaratibu tunao. Tuna nidhamu mle ndani, tuna watu wengi tu na watu wana control. Tunaposema control, kudhibiti, maana yake sio kudhibiti habari. Tunadhibiti mwenendo wa mtengenezaji wa habari. Hatutaki udaku. Tumeshakubaliana. Hatutaki udaku ndani. Tunataka tutengeneze taifa. Maana yake nini? Tupeleke information ambazo wananchi wanaweza wakazitumia kufanya maamuzi ya mambo yao. Hizo ndio information ambazo tunataka zifike huko. Na kuna wakati fulani hapa nchini jamii ilifika mahali wakawa wanabeza vyombo vya habari hapa nchini na kuona vyombo vya nje ni bora zaidi. Labda kwa nyinyi TBN hasa bloggers, mlifanya kazi gani kuhakikisha kwamba uaminifu
jamii inabaki kuamini na kuwa ni jukwaa rejea, kwa maana kwamba Michuzi kaandika kitu sawa, mtu anarejea hapo, anakuja hapo kusoma hapo. Unajua binadamu anaweza kuwa na akili kwa kuzingatia kanuni inayomwendesha. Na mtu anapokuambia kwamba sijui kwamba tasnia ya habari Tanzania watu hawataki kuiamini, huwa anauliza anaamini nini yani yeye anachohitaji ni nini? Kwa sababu habari ni usahihi. Habari ni kitu kinachofanya mtu afanye maamuzi. Habari ni kitu kinachompa mtu maono ya kesho. Hizo ni habari. Katika utamaduni wa kawaida tu ni kwamba habari inatakiwa kuwa na ukweli. Takwimu zinatakiwa kuwa na ukweli, na sio ukweli wa kupindisha, ukweli ambao mtu unamsaidia kufanya maamuzi. Sasa inawezekana wewe ukafikiri kwamba mtu anayetoka Kenya ndicho anachokulisha unachotaka wewe, lakini wewe kisaikolojia una matatizo. Nitakwambia kwa nini. Yule anayekulisha toka Kenya anataka kitu fulani kutoka kwako. Mimi napenda kusema Kenya kwa sababu ni majirani yetu, watani wetu ambao kila mara lazima tunavurugana mahali fulani. Anataka kitu kutoka kwako. Ni nini anachotaka? Je, ni kweli kwamba habari iliyoandikwa na chombo fulani cha Tanzania ni za uongo? Ama wewe unaofikiri kwamba uongo unaoandikwa na vyombo vya habari ni nini? Kwa sababu ili habari yako iwe credible ni lazima fact checks nyingi tu lazima zifanyike pale. Kwamba hii habari imetoka wapi? Ya nini? Muktadha wake ni nini? Inataka kwenda kusema nini? Inataka kwenda kama unataka kusema, tunasema iwe objective. Ni nini hasa? Isipendelee, isiwe na upande. Ni nini hasa? Sasa mimi naamini bado kwamba Watanzania wengi wanafuatilia vyombo vyao vya habari, wanafuatilia radio, kwa sababu wanahitaji kujua sio tu serikali yao inafanya nini, lakini kesho yao inategemea nini. Kwa sababu sasa hivi kwa mfano tuna fursa nyingi tu za kazi nchi za nje. Wewe unafikiri Mkenya atakwambia? Tunashindana kwenye soko. Atakwambia? Hakwambia, lakini vyombo vya habari vya Tanzania vitakwambia kama kuna fursa sijui Saudia kwa sababu serikali imefight kupatikana fursa, kuna fursa Ujerumani kwa sababu serikali imefight kupata vitu hivyo, na kwamba Mtanzania ukitaka kwenda nje una fursa ya kwenda nje, lakini usipitie njia ya panya kwa sababu usalama wako ni kitu cha muhimu. Mkenya atakueleza hiyo? Si tunashindana duniani? Yaani dunia nzima iko kwa market inashindana. Hakuna mtu atakayeweza kufungua, na ni silaha. Yaani information ni silaha kubwa sana inatumika. Na kama wewe ukiwa Mtanzania alafu unasema kwamba mimi nasikiliza sijui toka Marekani. Marekani wana utamaduni wao na wana taratibu zao pale. Na wewe una utamaduni wako na una taratibu zako hapa. Yule Marekani hata kusaidia wewe kuishi hapa. Wewe utajisaidia mwenyewe kuishi hapa kwa kutambua ukweli wa mazingira yako. Na vyombo vya Tanzania vitakueleza ukweli wa mazingira yako. Ukweli muhimu ambao utakufanya wewe uweze kuamua. Kwa hiyo wanaokuwa na dhana hiyo ya kubeza kazi ambazo zinafanywa kazi ambayo inafanywa na waandishi wa Tanzania, maana waandishi wa habari wa Tanzania hawafikiri sawa sawa. Mimi nadhani wana matatizo ya kufikiri. Kwa sababu kila binadamu ana matatizo ya kufikiri, lakini nadhani wao wana matatizo zaidi ya kufikiri. Kwa sababu mimi samani nataka kusema hivi kwamba ukiwa umefundishwa ujinga na mtu ambaye anataka wewe uwe mjinga hivyo hivyo, utabaki kuwa mjinga hivyo hivyo kama wewe mwenyewe usipotumia akili ya pili. Unajua mtu mmoja, rais mstaafu, nisiseme mtu mmoja, tuseme tu rais mstaafu Jakaya Kikwete, alisema akili za kuambiwa changanya na zako. Wale ni msemo ambao unaweza ukaupuuza, lakini ndio ukweli wenyewe kwamba akili za kuambiwa ni hiki vitu unavyojifunza bila utaratibu. Afu za kwako ni maamuzi yako wewe baada ya kutafakari. Na mara nyingi maamuzi yako wewe yako sahihi, sio yale yenye makando kando. Sasa huyu anayekwambia kwamba waandishi wa habari wa Tanzania hawajui kuandika ni kwa sababu yeye anataka yale matusi anayoandika yeye wewe ndio uandike. Zile takwimu anazotoa yeye ambazo si sahihi anataka na wewe ufanye nini? Uziandike, ueko, yani uwe mwangwi wa ile kitu. Sasa wewe umesoma,
na wewe una utaratibu. Wewe umefundishwa kuandika habari, na kama umefundishwa kuandika habari, umefundishwa na taratibu na kanuni. Sasa uwezi kuwa mwangwi wa mtu mwingine, ni kwamba lazima wewe verify fact. Lakini kuna mambo ambayo unajua kabisa haya yanafanywa na fulani kwa sababu anataka kitu fulani toka kwangu. Wewe unafikiri watu wanataka nini wanapoizungumzia vibaya Tanzania? Wanataka kuvuruga ile utaratibu. Ukishauvuruga ile utaratibu inakuwaje? Mimi wanauliza tu, yani tushavurugana hapa sasa inakuwaje? Maana yake hakuna kitakachofanyika. Kwa hiyo huyo mtu wa nje aliyekuwa anataka vurugu itokee na kusepo na kitu kinafanyika, sasa yeye ndo ana impose anachotaka, kwa sababu wakati wenyewe hamuelewani, kila mtu kaenda njia yake. Unajua mnara wa Babeli kwenye Biblia uliweza tu kuleta matatizo kwa sababu Mungu alichungulia watu toka juu. Wakasema hawa wanataka kufanya nini hawa? Wanataka kuja kunitembelea mimi huku, mimi jirani yao. Akavunja uwezo wa kuelewana. Wewe unatumwa shoka, unaleta baruti. Wewe anatumwa hiki, anaita kitu gani? Matokeo yake unajua nini? Ule mnara wa Babeli haukujengwa. Kwa sababu lugha gongana, hakuna anayemuelewa mwenzake. Sasa nafasi ya vyombo vya habari vya Tanzania ni kuweka lugha ya kuelewana ili tuweze kusonga mbele. Kwa sababu tusipoelewana tutapiga mark time hapa. Na hapa ndo unakuja ile kitu ambacho umesema mwanzo, umoja wa kitaifa. Kwamba ni tunu na lazima tuipiganie. Nataka nifahamu blog nyinyi mnafanya nini sasa kuhakikisha kwamba huu umoja wa kitaifa unakuwepo, kwa sababu tumeona hata Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan wakati mara kadhaa alipozindua bunge la 13, lakini alipotoa salamu wakati tunauaga mwaka 2025 na kukaribisha mwaka mpya 2026, alitoa salamu za mwaka nyingi sana, lakini mmoja wapo akasema serikali ipo katika hatua za kutengeneza tume ya maridhiano ili kuhakikisha kwamba Watanzania tunakuwa wamoja. Amani tulikuwa nayo, mshikamano hauvurugiki. Blog nasimamiaje hilo kuhakikisha kwamba hili linafahamika kwa Watanzania na Watanzania wanalielewa na kulifanyia kazi? Sisi tuna program huwa hatuzungumzi sana. Tunataka zile effects zetu zionekane tu. Nitakwambia kwamba tuna program kwa sababu tuna watu wako dedicated mle ndani ya kuandika habari za maendeleo. Ni serikali inafanya nini, watu wanahoji kitu gani, na nini umuhimu wa amani na nini umuhimu wa ushirikiano. Kwa hiyo tunahoji watu mbalimbali, tunaandika facts zao na challenge wanazoziona, takwimu wanazozitoa. Tunapata nafasi ya kuongea na wataalamu wa serikali, wanazungumza, na wakati mwingine tunapata nafasi vivyo ya kuongea na mawaziri, wanazungumza. Na nia yetu ni kwamba ukiingia kwenye mitandao wakati fulani watu wanadhani kwamba serikali haifanyi kazi. Kuna maneno mengi ya kejeli tu mle ndani kama serikali haifanyi kazi. Kwa hiyo sisi tunasema ili tuwe pamoja ni vile vile lazima kuonyesha kwamba kuna mambo yanafanyika serikalini na kuna mambo ambayo yanahitaji kurekebishwa na watu wanahoji. Kwa hiyo tunapeleka hapo. Sasa mtu ambaye anaweza akaamua kusema kwamba hao watu hawafanyi vizuri ni mtu ambaye hataki kukubali takwimu zinazoonyeshwa wazi. Sababu mtu anaweza akaamua tu kwamba Dar es Salaam ni jiji chafu kwa sababu tu yeye mwenyewe ameenda labda sehemu fulani amekuta kuna uchafu. Lakini ukweli kwamba ukitizama asilimia ya usafi ni kubwa kwa sababu watu wanafanya kazi zao pale. Sasa huwezi kila siku wewe ukawa unazungumza negative. Yaani umeamka negative, umekaa mchana negative, umekaa jioni negative. Kama vile hakuna mambo mazuri yanayofanyika na Watanzania na ambayo yanatupa mstari mzuri. Ndio maana nasema tuna program kwamba mle ndani kila mtu anafanya kazi zake, lakini tuna watu tumeambiwa wawe dedicated kuangalia miradi mikubwa ya kimkakati ambayo inawasaidia Watanzania kwenda. Na hii miradi mikubwa ya kimkakati kwamba nini kinafanyika na wapi pana kasoro. Na sisi ni kama daraja tu kati ya serikali na watu. Ona vile vile tunazungumza sana kuhusu mwingiliano wa sekta binafsi kwa sababu tunaamini sisi ni sehemu ya sekta binafsi.
na hatuamini kwenye kutukana, tunaamini kwenye negotiation table, na tunazungumza na serikali kama kuna sheria hii hapa inatukwamisha sisi watu wa blogs, na tunakwenda kwa sababu tunaamini on meza, tuzungumze, tujadiliane. Hii ni Tanzania yetu, hatuwezi kugombana kwenye Tanzania yetu, taifa letu. Kwa hiyo tunajadiliana, tutafikia mwafaka, tunajua habari fulani. Na huu mwafaka ndio utatusaidia sisi kama sekta binafsi, watu mmoja mmoja, kuweza kuona nani. Hata hizi pesa kama unasema content creators wanakuja. Haya ni majadiliano na sisi tuliyafanya kwamba bloggers wanahitaji hela. Kama vile serikali ilivyokuwa imesema jamani, kwani huko kwenye media kuna kitu gani? Wakaanzisha tume, ikafanya research, ikasema uchumi wa media ni mbaya. Kwa hiyo tunaamini kwamba siku moja serikali katika kwenda kwake itatekeleza kitu ambacho kitasaidia media za Tanzania ziweze kuwa well balanced, equipped, ziweze kufanya kazi iliyokusudiwa. Kwa sababu katika kila nchi media yake imekusudiwa kufanya kitu fulani. Wewe tazama tu media ya Marekani inafanya nini duniani hapa. Media ya Marekani ina protect maslahi ya Marekani. Wewe umependa ukupenda ama ujui geopolitics, hili ni tatizo lako wewe. Lakini ukitizama geopolitics, ukatizama media ya Marekani ama media za West, unaona kabisa ziko pro mambo yao, utamaduni wao, maslahi yao, policy zao na uchumi wao. Wanapokupa wewe kwamba ni negative ili wewe usiendelee, tazama wao wana negative kiasi gani afa wazisemi. Wanasema positive ya nchi zao ili wewe uweze kwenda kule utalii, uwe kwenda kule kusoma. Yaani kuna vitu vingi tu. Sasa leo hii utasemaje kwamba Tanzania ina matatizo? Ndio, kama nchi yote dunia ina matatizo yake. Lakini inatatua matatizo yake. Hilo ndio jimbo mimi nalionaga jambo la msingi. Inajaribu kutatua matatizo yake. Sio inajaribu, inafanya utatuzi wa matatizo yake. Ndio maana tunakwenda. Kwa hiyo sisi kwetu pale tunachofanya kikubwa sana kaka ni kuhakikisha kwamba maslahi ya mtu anayeitwa Mtanzania yako wazi. Sawa sawa. Na mtazamaji wa Star TV, huyo ni Beda Msimbe, mwenyekiti wa Tanzania Bloggers Network TBN, ndiye anasema hapa kwamba maslahi ya Mtanzania yanatangulia mbele wakati wakifanya kazi ya kuhabarisha umma huu wa Tanzania, kuhakikisha kwamba umoja, mshikamano uliopo hapa nchini hautetereki na unaendelea kuimarika. Mimi ni Athmani Mihula, na kwa siku leo ndani ya mjadala mkuu tunaangalia nafasi ya blog katika kuimarisha umoja wa kitaifa. Nikusihi uendelee kubaki hapo nami mpaka tamati kipindi hiki ili uweze kufahamu mengi zaidi yanayojiri hapa katika mjadala mkuu. Beda, katika umoja wa kitaifa kwa maana pande zote zinatakiwa zisikilizwe, maana mamlaka inasema nini, taarifa zinatoka huko juu zinakuja chini, lakini pia jamii nayo ina changamoto zake, na sehemu ya kusema ni kupitia vyombo vya habari. Labda daraja hapa limevunjika, labda kuna hichi, vyombo vya habari vinatakiwa zibebe zile taarifa ili mamlaka zifahamu na kutatua hiyo changamoto. Kuna changamoto sasa hivi ipo katika jamii, wanazungumza, utanisaidia kama ni kweli, kwamba vyombo vya habari sasa hivi vimekuwa tu na laini moja, kwamba inatoa taarifa juu kuleta chini na sio tena kisemeo cha wananchi. Blog kwenu nyinyi hali ipoje? Mimi nafikiri kwamba journalism ya Tanzania iko vizuri. Kwa hiyo wanaosema hivi sio sawa. Na nitakwambia kwa sababu juzi tu nadhani fracas ya daraja la Goba pale Mtipesa mpaka DC anafika Dar es Salaam hapa. Dar es Salaam hapa. Nazungumzia Dar es Salaam kwa sababu hiyo mimi mwenyewe ni mkazi wa Goba. Na umeona ile fracas kwa mpaka DC imebidi afike pale. Ni vyombo vya habari. Watu walienda kwenye vyombo vya habari kasema hili daraja litaleta matatizo tu. Amekuja DC akasema kweli hili daraja litaleta matatizo. Kwa hiyo DC kama DC akafanya maamuzi yake ya kimamlaka. TARURA nao watafanya maamuzi yao ya kimamlaka. Kwa sababu hatuwezi tu kuwa kama Kambale, kila mtu ana shurubu zake hapa anaogelea tu. Kwa kuna utaratibu. Na mimi naamini kabisa kwamba vyombo vya habari vya nchi vinafanya kazi yake vizuri. Sasa tukiacha hiyo Goba tu hapo Mtipesa daraja hiyo. Kuna taarifa zinazotoka kanda ya Ziwa. Mambo masuala ya mauaji na vurugu zingine. Anayeibua nani? Taarifa za habari wananchi. Kwa hiyo mimi mtu akiniambia kwamba sijui atutekeleze wajibu wetu,
Tunaweza kama waandishi wa habari tuna matatizo, tunaweza kama waandishi wa habari tuna matatizo, lakini hayo matatizo hawezi kusema kwamba sisi hatufanyi kazi yetu. Tuchukulie barabara ya Lindi, wanaopiga picha kuonyesha ubaya wa eneo lile la kuanzia Lindi pale kwenda Mtwara ni nani? Sio wananchi wanalalamika, waandishi wa habari wanafika, wanapiga picha, wanaweka. Na ndio maana kuna timu kutoka mamlaka inashughulikia ile barabara, lazima ikae vizuri, ipitike. Waliozungumza ni Watanzania hawa, wala sio kitu cha nje. Kwa mimi nafikiri watu wanaposema kwamba sisi tunapokea tu maelezo kutoka juu, tuna matatizo. Nakuwa makasuku kwamba kasema mamlaka imesema. Ukiingia kwa mfano kwenye blogs, ukasuku huwezi kuuona, kwa sababu tunasema narrative lazima ichukue utaratibu wake, narrative. Na narrative maana yake ni kisa cha mtu ambacho kiko ndani ya maisha yake kinachosumbua, na kama kikitatuliwa atakuwa amekwenda mbele kiasi gani yeye mwenyewe, na taifa litakuwa limekwenda mbele kiasi gani. Uchumi wa sasa hivi wa nyumbani kwetu hapa unategemea wakulima. Madaraja yakibomoka, wakulima watafanya nini? Barabara zikiharibika, wakulima watapata shida gani? Je, tukimwambia mtu kwamba tuna ardhi eka 5,000 Ifakara na hakuna uwezekano wa kuwa na barabara, unafikiri kuna mwekezaji ataenda kulima pale? Hawezi. Lakini utaona tunaandika kwamba kwenye miradi tunaandika, kwa sababu unatakiwa utofautishe vile vile hard news na vitu vingine vinavyoita makala. Kwa maana kwamba mara nyingi tunaangalia matatizo ya wananchi sio kwenye hard news, tunaangalia kwenye vipindi vyetu maalum, makala. Unatembelea wananchi, unawahoji, unafanya nini, wanakueleza matatizo yao, na wewe kazi yako ni case presentation. Ndio unachofanya. Na mimi huku kwetu sisi kwa bloggers tunaambiana, yaani kukicha asubuhi tukakaa, bwana hii kitu unaofanya bwana, hapana bwana, rekebisha. Kwa sababu nia yetu ni hiyo, kwamba ni lazima tuwe na objective kwamba ni nini tunachotaka kukikamata hapa. Yaani tunataka kumsaidia nani? Tunataka kuropoka tu kwa sababu tunataka likes, ama tunataka kuisaidia taifa hili kuwa bado moja likiwa linapambana kuelekea kwenye maisha yake sawa sawa. Kwa sababu tuna dira 2050, kama tusipokuwa wamoja dira ya 2050 haiwezi kufika. Haiwezi kufika kabisa, kwa sababu tutavurugana tu. Yaani mimi nitakurudia pale kwamba Babeli ilishindwa kujengwa kwa sababu Mungu akasema hawa wajinga hawa ngoja ni wavuruge. Na aliwavuruga kweli, kwa sababu kila mtu alikuwa anazungumza lugha yake pale, hakuna maelewano. Sasa nini jukumu letu sisi? Ni kuweka maelewano ili tusonge mbele. Hilo ndio jukumu kubwa tu. Na mimi sidhani kama anaambia kwamba hatufanyi kazi zetu. Mimi sijui bwana kama kweli tufanye kazi. Mimi juzi tu peke yake hapa niliandika habari kuhusu kahawa kama urithi. Nimehoji wataalamu wawili watatu, nimemhoji na mkurugenzi mkuu wa bodi ya kahawa, kahoji na mkulima wangu mmoja wawili Mbeya na Kilimanjaro, na nikatoka na makala urithi. Sasa ukiisoma ile makala, nataka kukuambia kwamba hawa waliosomesha watoto wao kwa kutumia Arabica Kilimanjaro na hawa waliosomesha watoto wao kwa kutumia Robusta Morogoro, maana yake ni nini? Kwamba hiki kilimo usije ukakiacha, ni urithi. Na kwa nini kahawa yetu ina fetch good price? Na kueleza ni kwa sababu inachumwa na mkono, alafu inakaushwa kwenye jua, na soko linapenda hivyo, kwamba kitu kilichotengenezwa, kilichoshughulikiwa na binadamu kwa ubinadamu wake, kitu kilichoshughulikiwa na binadamu kiwasili wake. Sasa mtu unaposema kwamba sisi hatuandiki, nasema inawezekana wewe unachotafuta ni matusi. Sasa sisi hatutaandika matusi. Sawa bwana. Kuna hoja kwamba blog zimeleta demokrasia ya habari. Nakubaliana hapo. Lakini pia zimeleta uhuru uliopitiliza. Je, blogger anapata wapi mpaka kati ya kutoa maoni yake na kulinda usalama wa taifa? Yaani mpaka kati ya kutoa maoni yake na kulinda usalama wa taifa. Mpaka upo. Unajua hata nyumbani kule kwako wewe, kule kwenye familia mzee. Kule kwenye familia kuna mipaka. Pamoja na uhuru wa mtoto kufanya kila chochote anachotaka. Kuna mipaka na guidelines. Kama bwana wewe
unaenda kucheza mpira saa 10, lakini 11 na ripoti nyumbani hapa. Hakuna mtoto anatakiwa kuwa nje ya nyumba hii zaidi ya saa 11. Sasa sisi tunapata wapi? Ni kwamba wewe una maoni yako, lakini vile vile pana sheria. Yaani hii nchi ina sheria na ina utaratibu na ina kanuni na kuna sera. Sisi tunawaambia wanachama wetu kwamba sera ijue, sheria zijue na kanuni zijue. Kwa maana gani? Hata kama wewe unataka kufanya constructive argument, yaani unataka kukosoa, kosoa kwa kuzingatia sheria zilizopo. Sasa kwenye kifungu cha 52 kwenye sheria yetu ya habari na vitu vingine inakutupa maelezo namna gani wewe unaweza ukasema unachotaka kusema bila kukiuka utaratibu. Yaani unatakiwa useme bila kukiuka utaratibu. Sasa kama kukosoa ni kutukana, sio. Yaani usitukane ukazani kwamba ukitukana wewe ndio umekosoa. Eleza kosa, eleza kunatakiwa kufanyika kitu gani. Kwa hiyo tunaposema kwamba una maoni yako, tunamwambia, hata juzi tumetoka kumwambia mtu mmoja, kaka, hayo maoni yako hayana research. Sasa sisi hatuwezi kukaa na watu ambao wanaandika maoni yasiokuwa na tafiti kwa sababu tu umemsikia fulani. Hapana, lazima kuwe na utafiti hapo kaka. Umeutoa wapi utafiti wako? Nani kasema? Mtaalamu. Ndio, Mwananchi inawezekana akasema, mtaalamu kajibu namna gani hiyo hoja? Kwa sababu hakuna kitu kinachoitwa breaking news. Sisi watu tunajua kuna watu wanapenda likes. Kwa wataweka matusi, wataweka controversy, watafanya nini kwa sababu wanataka zile likes. Sisi tumesema hapa ulipo wewe fanya kazi yako ya uandishi wa habari, sio likes. Kazi ya uandishi wa habari na misingi yake na mipaka yake na sheria zake. Sasa kwa mfano unakwenda mahali unatoa taarifa ambayo kabisa unahatarisha usalama wa taifa hili. Kwa nini wewe usibanwe na sheria ya usalama ya mwaka 1971? Mimi nilikuwa sijui. Nani alikwambia unafanya kazi ya kuandika habari hujui sheria za nchi hii? Kwa sababu sheria na utaratibu ndio zinafanya watu wakae wafanye kazi, tusigombane. Sasa leo hii unatoka unatukana, unaandika namba za simu za watu nini. Umesahau kwamba kuna sheria ya faragha. Ulinzi wa taarifa binafsi. Unataka ujue tu. Kwa hiyo mimi kazi yangu kama mwenyekiti pale nasimamia sera. Na wanakuelewa vijana? Natumaini wananielewa kwa sababu wana mitazamo yao hivi na joto linapanda. Joto lipande kwa sababu hata mimi nilikuwa kijana. Kwa hiyo na mimi nawaeleza kama kuna mambo duniani hapa ukielezwa unaweza ukakimbia afu usitaki kufanya kazi kabisa. Lakini tumefanya sisi na mpaka leo bado tunaendelea kufanya. Mimi nimeanza kuandika mwaka 1985 official. 1985. Lakini kabla yake nilikuwa naandikia gazeti la Kiongozi wakati niko shuleni. Lakini kukaa newsroom nimeanza 1985. Sasa wewe fikiria tangu 1985 mpaka leo nipo. Na kwamba mimi sio kama sijawahi kushtakiwa. Mimi nilipelekwa mahakama kuu mara 2. Lakini data na details zilizokuwa nazo na ushahidi fact check sheets zilinitoa. Mimi nilipelekwa kwenye mahakama ya nje ya upatanishi. Kwa sababu I was the only person ambaye nilikuwa na data ambazo nilikataa kuzitoa. Kwa hiyo ni lazima niitwe mahakamani. Nikazitoe. Sasa unafika pale unajua sheria sasa inakulinda. Na amri ya mahakama ni kwamba uzitoe. Nilizitoa. Walimalizaje hiyo kesi? Mimi sijawahi kuitwa nikaambiwa kesi mazika. Maana yangu nini nachotaka kukwambia bro? Ni kwamba katika kila taratibu ya kazi za watu kuna sheria na kanuni. Na mimi napendelea sana kuambia wa vijana kwamba kuna kitu duniani kinaitwa social ethics. Yaani lazima utambue utamaduni wa kwenu, utambue taratibu zenu na utambue namna gani mnasemana. Uwezo kutukana. Lakini katika hapo katika kulinda usalama wa taifa, kwa maana namna gani mwana blog anaweza kutofautisha kati ya maoni yake na uhuru. Inawezekana nikamchafua mtu, nikambagaza kweli, nikafanya vitu vya hovyo kabisa. Namna gani mnalidhibiti hili?
ili umoja wa kitaifa uwepo na heshima ya mtu inalindwa. Unajua wewe kuwa mwandishi wa habari na kutumia lile jukwaa lako binafsi haimaanishi kwamba wewe uanze kutukana watu, kwa sababu kama utaacha zile filter zote ziko on, watu watoe comment zao, mtu anatukanwa dhahiri pale, afu wewe ukaendelea ile filter kuiacha vile, wewe una matatizo ya akili kabisa. Hivi ungelikuwa wewe ndio unatukanwa pale ingekuwaje? Ama tuchukue babako ndo anatukanwa, yani babako. Unajua mimi nilipokuwa mdogo, yani ulikuwa usimtaje babangu wala mamangu. Yani tunagombana pale pale kwa sababu hawana uhusiano wowote pale tunachozungumza pale. Tunakorofishana sisi, hawatakiwi wazazi wangu. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba tulichoambia sisi watu wetu, sio nafikiri tulichoambia ni kwamba wewe kazi yako ni kama umeamua kufungua maoni, kwa sababu unaweza ukaamua kufunga, yani wewe una publish ufunga maoni kama wewe soma taarifa hiyo, umeridhika sawa, ukuridhika endelea na safari yako nyingine. Lakini kuna wakati unahitaji maoni, unafungua kama hii story nadhani inahitaji maoni kwa sababu nataka kuidevelop. Kwa hiyo unaifungua ile, inakuja na maoni yake, sawa. Baadaye unatazama maoni gani yana nidhamu, yanastahili kuendelea kukaa pale ili watu wafanye kazi, na maoni gani hayana nidhamu, kwa sababu wewe ndio engineer wa ile kitu. Hakuna mtu mwingine atakayetoka huko akawa na access ya wewe kurekebisha kosa ambalo liko mle ndani. Ni wewe mwenyewe. Yule mtu kaamua tu, bangi zake zimepanda kichwani, amekula mirungi, shisha nyingi, anatukana. Alafu wewe mwenyewe uliandika pale, ukianza kujiuliza ana sababu gani ya kutukana? Lakini alafu kwani angeandika lugha nzuri tu ya kusema hapana, sio mimi nafikiri hili tatizo kwa sababu 1, 2, 3, hapa mtu fulani hakufanya kazi yake, huyu hapa sijui kafanya nini, ukazungumza. Unafikiri mimi nitafilter yale maandishi? Siwezi kufilter, kwa sababu unasema exactly hiyo story niliyoandika mimi, hiyo makala niliyoandika mimi ina kasoro hizi, kwamba kuna watu hawakufanya kazi zao. Kwa hiyo tunasemaje? Mimi nawaambia pale, mimi kama mtunza sera hapa, ni kama kamati ya nidhamu itakapoona inafaa kukuadhibu wewe kwa kufuta wanachama, kukuadhibu wewe kwa kuondoa, tunaitaga saa 24 nje ya jukwaa, ni kwamba wameridhika ulichofanya ni kinyume na taratibu na kanuni za uandishi wa habari. Kwa sababu kuna taratibu na kanuni, unakwenda kinyume utachukuliwa hatua. Unakwenda kinyume na research, umefanya paradise, umechukua research ya mtu kaigeuza ya kwako, na vile vile tutakupa adhabu. Kwa hiyo lazima uelewe kwamba kanuni zinazoendesha dunia, zinazoendesha nchi ndizo ambazo na wewe tutataka uzizingatie. Usiingilie faragha ya mtu, na faragha ya mtu inajulikana kwa waandishi wa habari. Na tunakwambia usihatarisha usalama wa taifa, na hatari ya usalama wa taifa kwa waandishi wa habari wanajua, kwa sababu ni vitu ambavyo wamevisoma. Kwa wale ambao wameanzisha blog bila kunani, bila kuwa waandishi wa habari, tunawaambia tu kanuni zinasema hivi, alafu ni universal, sio kanuni ya mtu mmoja. Kwa hiyo mimi nafikiri kaka kwamba ukiwa na maoni ya kwako mwenyewe binafsi, well researched, ndio tunachotaka kuzungumza hapa. Well researched, yani imefanyiwa utafiti wa kina, na ukaweka box lako pale, Beda Msimbe Reflections, na nikakupa data pale, naandika nini, hiyo mimi na hapa kazi wanazuoni na serikali. Kama mimi nilichoandika hiki hapa, kama mnaona hakina maana basi. Lakini mimi sasa, Beda Msimbe Reflections sio Lukwangule blog. That's my reflections. Hiyo Lukwangule ni jukwaa linalojitegemea. Yaani kama hivi unapokuwa uko hapa Star TV hapa, kuna mambo mengine ni commentary ya kwako, lakini na commentary unatukana mtu, unaeleza tu perspective yako ambayo unadhani inaweza ikawasaidia Watanzania kuendelea mbele. Kwa hiyo unaweka tu box lako pale, ni column yangu na mimi ninayo, kwa mfano Beda Msimbe Reflections, it is me. Yani kuna wakati kama wewe una reflect issues mbalimbali, ama za waandishi wa habari, ama kwenye barabara unaona kwamba
kinachofanya na serikali barabarani hapana, wakinani, unatoa na reasons zako, physical policies zikoje, unatoa na reasons zako, kwa sababu hiyo ndio nafasi ambayo mtu unatakiwa kuitumia kutoa reasons na kusuggest the way forward. Sasa uwezi uka-attack fiscal policy za nchi hii kama wewe mwenyewe you are not confident na fiscal policy tu. Kwa hiyo ina maana kwamba ili ujue nini unachotaka kuzungumza utabidi uende BOT, ili ujue nini unachotaka kuzungumza utabidi wataalamu wa hazina, ili ujue bill zilifanywaje. Fanya hivi. Kwa mfano sasa tuna kazi kubwa tu sasa hivi, budget. Na kazi yetu kubwa sio kusema tu kwamba waziri mkuu kasema kitu gani, ni kwamba ni nini athari ya hotuba ya waziri mkuu kwa Watanzania. Sawa, sasa hivi tupo katika ulimwengu wa fake news. Habari za uongo, habari za uzushi. Nyinyi bloggers mnakabiliana nayo vipi mambo kama haya? Kwa sababu wengine wanachukua Beda Msimbe anachukua ile neo yako ile jina la blog yako pale anaandika, inaonekana wewe umesema lakini kumbe si wewe. Na hili wengine wale maadui ambao wanataka kuharibu umoja wa kitaifa wanatumia sasa, Beda Msimbe kasema hivi na hivi. Mnakabiliana nalo vipi? Mnadhibiti vipi hili? Moja ni kwamba hii hali ya kukabiliana na haya mazingira sasa hivi ni ongoing, tunasema process. Na tumewaambia wataalamu kwamba watusaidie kila mara. Tools mpya zinapotokea watueleze, na vile vile tumeomba toka TCRA na nadhani wataifanyia kazi mafunzo fulani ambayo ya fact checking. Na wameshatupa mara 2, lakini ni vitu vinavyobadilika faster sana kwenye technology. Yaani hizi habari za uzushi nini fake, deep fake nini vinabadilika sana katika kipindi kifupi sana. Kwa hiyo kila mara tunatakiwa tuwe na mazoezi. Sasa the best way ambayo mwandishi wetu wa habari anaambiwa ni kwamba if you are not sure, kama huna uhakika acha. Hiyo ndo tunaita basic yake. Yaani huna uhakika acha, una uhakika verify. Tools zipo za kuthibitisha kama hiki kitu ni sahihi ama sio sahihi. Hiki kitu ni cha AI ama hiki kitu kuna mtu katumia AI akadanganya. Kwa sababu huu udanganyifu haupo tu Tanzania. Huu udanganyifu upo dunia nzima yani. Nadhani unakumbuka wakati ule Marekani, tatizo la rais wa Marekani vile. Watu wanasema sauti yake kabisa hii. Lakini hakuwa yeye, na picha zake zile unachukua muda sana kugundua details zinazokuambia kwamba huyu sio Biden. Kwa hiyo moja ya kazi ambayo sasa hivi ni ngumu kweli kweli ni fact checking. Kwenye blogs ni fact checking, kwa sababu you miss it, umekosea, umeleta vurugu. Hata hizi vita vya Iran hivi sasa hivi vinavyokwenda. Mimi naambia kwani uangalifu sana kuripoti vita ya Iran, kwa sababu kuna AI generation kubwa na hakuna mtu anayekwambia kwamba hii ni AI generation. Alafu iko so clean kiasi kwamba unatakiwa kuwa mwangalifu zaidi kuweza kugundua kwamba hii ngoma hii imetengenezwa sio. Kwa hiyo tunasema tools zipo na kila siku mambo yanabadilika. Yaani moja ya tool ambayo ninapenda sana watu waitumie ni Jamii Check. Unawatumia wale jamaa. Baada muda wanakuletea. Nakwambia ama unamtumia nukta. Anakwambia hapo ndo yani wewe umeshindwa kuelewa kitu chochote unapeleka Jamii Check, umeshindwa kuelewa kitu chochote unapeleka nukta. Lakini hao Jamii Check na nukta ndo wanaotufundisha sisi tools mpya. Sasa hili ni elimu ambayo kila mara inatakiwa itolewe. Kila mara itolewe. Namna ya kufanya fact check katika dunia ya teknolojia ambayo deep fake inatembea sana. Kwa hiyo nataka kuambia kwamba sio rahisi. Bado mnapambana. Tunapambana, sio rahisi. Usitumie. Mshawahi kuingia kwenye mtego wa namna hiyo? Nyinyi bloggers. Bloggers wanaingia kwenye mtego kila mara. Ila sasa hivi nadhani tuko much more smarter kuliko zamani.
tuna mtu ambaye anajua hasa tools hizi kwenye mambo yetu, anaitwa Malunde. Blogger moja yuko katikati hapo na anatumika vile vile kufundisha watu wengine kanda ya Ziwa na maeneo mbalimbali. Hata watu wa MISA wanamtumiaga, nimeona hata UTPC hivi karibuni walimtumia vile vile kufundisha watu wengine tools. Check. Najua ni somo la pekee yake kabisa. Ndio. Na mara nyingi watu wa blog wanatakiwa wafanye hivyo, kwa sababu blog unapoweka information pale akili unde ndio inatengeneza algorithm yake. Kwa sababu akili unde inatengeneza algorithm kutoka kwenye blogs na websites. Haiendi huko kwenye Instagram wala kwenye Facebook wala kitu chochote. Kwa hiyo huwa tuna insist kwamba blog lazima iwe imetulia. Kwa sababu ni reflections za kwetu kimataifa. Unaweza wewe hapa usilione hilo. Lakini siku moja ukiwa huko London ukasema naomba nipatie habari kuhusu Tanzania, ukakuta tu zile habari zinakuwa nyingi, zinamiminika, kwa sababu kwanza tunailazimisha ijue Kiswahili, kwa sababu lazima ifilter huko kwenye Kiswahili. Kwa tunaongeza tunasema tunaiongezea algorithm ya kutambua utamaduni wa Kiswahili, kwa sababu machine ile ni machine tu. Jinsi unavyoifeed ndivyo yenyewe inavyojitengeneza uwezo wa kuchanganua mambo. Na kwa muda mrefu nchi hii hatukufeed machine. Kwa maana ukitafuta Nyerere kwenye mtandao unaweza ukakuta dikteta kila mahali. Kwa sababu sisi hatujamfeed Nyerere wa kwetu sisi ambaye tunajua ametutawala hapa. Hiyo ndio tatizo kubwa sana. Lakini ukienda kwa majirani zetu wako vizuri kweli kwenye space. Mambo yao ya Kenya, njoo mlima Kilimanjaro na nini, mwisho wake mpaka unaonekana, yaani ukisoma vurugu zile unaweza kuzania mlima Kilimanjaro huko Kenya. Lakini wenzetu wana style yao ya kuweka vitu vile. Na wanaitumia vizuri tu. Na serikali inawasaidia kutumia vizuri tu. Sasa na sisi ndio hapa, ndio maana hata mimi kwenye sera nasema kwamba serikali inatakiwa iwawezeshe hawa bloggers wawe wengi, wa feed information, kwa sababu lazima wawe kwenye culture ya Tanzania. Maana yake algorithm ya AI is tusome na sisi katika space yetu. Kwa hiyo utakuta sasa taarifa hii ikiwa mbaya, ukiwa na taarifa 3 nzuri, maana yake una counter hii. Na tusipofanya hivyo tukasema Instagram ndio inakwenda. Instagram inakwenda kwa sababu ni jukwaa la matangazo. Lakini huku ni research based. Natafuta taarifa ya Tanzania, unaipata wapi? Kwa hiyo mambo mengi ya kufanya mzee. Mambo mengi ya kufanya ni pamoja na mambo tuyapeleka serikalini kuambia kwamba ili tuwe na blogging system nzuri kama dunia nyingine inavyofanya, ni kwamba lazima kitu fulani kiondolewe, kitu fulani tuna suggest. Kama wameweka ada kubwa, nadhani wakati huo walikuwa na sababu zao, lakini sasa hivi need ya technology na fursa sasa hivi zile ada lazima ziondolewe. Changamoto zipo katika taasisi zozote zile. Na sisi kwetu tunasema kwamba we wish sasa hivi, yani kwa mfano kwamba bloggers wetu wote 200 wa operate, ambao ni wanachama 200 wa operate, lakini tuwe na bloggers wengine wanaoingia kuanzisha blog. Maana yake nini? Tukiwa na bloggers wanaingia kuanzisha blog, maana yake tunatarajia mtu anayesoma Mbeya, tunatarajia mtu aliyeko Rukwa na cover Rukwa development, mambo mbalimbali, usawa jamii na vitu vingine. Kwa hiyo tunaijaza AI na taarifa sahihi za Tanzania na operations zake mkoa kwa mkoa. Kwa hiyo sasa unawezaje kufanya hivi? Unaweza kufanya hivi kwa kuwa na taratibu. Kwa sababu hata wenzetu hapo majirani wamekuwa na utaratibu. Ndio maana wameweza kufanya hivi. Na sisi tumesema kwamba utaratibu kwanza tuondoe hizi ada. Kwa sababu zinatuletea changamoto kwamba filter yetu tunaitumia ile ambayo waliosajiliwa, waliofanya nini. Kwa sababu wengine wanaogopa, wanabaki kwenye ile naita njia yao. Kwa sababu kuna taratibu mbalimbali kwenye blogging ambazo zina moja, ukitaka kuwa na wa habari ndo unakuwa na tatizo la fee
mtu wa habari, fee ni kubwa. Lakini yule mtu anaanzisha blog mambo ya kawaida tu, labda anaandika mambo yake ya michezo na nini, wanamwacha kwa sababu kuna taratibu fulani ziko pale. Lakini sasa tunasema hivi, ondoa kabisa hii fee ili kila mmoja aweze kufanya kazi yake kwa amani. Maana yake nini? Ikiwa utaingiza bloggers 4,000 na kila blogger akakupa story hizi tu mbili za maendeleo ya Tanzania, maana yake una watu wangapi? Una story ngapi hapo? Una story 8,000. Ukiwa na story 8,000 kwa saa moja katika mtandao, maana yake nini? Maana yake links za dunia zinakuja. Ndio maana yake tu. Yaani usieleze kitaalamu sana kwamba unapo pump more stories zenye uhakika na research, zina data na kila kitu kwenye blog, maana yake kwamba umefeed AI kuhusu Tanzania. Naam, mtazamaji wa Star TV, huyo ni Beda Msimbe, mwenyekiti wa Tanzania Bloggers Network TBN. Yupo hapa ndani ya mjadala mkuu tukijadili mimi na yeye kuhusiana na nafasi ya blog katika kuimarisha umoja wa kitaifa. Mimi ni Athmani Mihula, niendelee baki hapo mpaka tamati kipindi hiki ili kufahamu mengi zaidi yanayojiri hapa katika mjadala mkuu. Beda, kuna sasa hivi ndani ya Tanzania yetu hii kuna si ni utamaduni ama ni kitu gani? Kumeibuka huo utamaduni, si utamaduni ama tabia. Tuseme tabia, si utamaduni. Maana utamaduni utakuwa umeenea kwa watu wengi, lakini watu wachache wameibua hiyo tabia, kushangilia pale labda mmoja wetu awe kiongozi au mwanachama chama fulani anapata matatizo, watu wanashangilia, wanafurahia. Nyinyi watu wa bloggers mshaliona hili, na labda taratibu zenu ni zipi kuhakikisha, kwa sababu haya ndio yanaleta umoja wa kitaifa? Mshaandika na kupiga kelele kwamba huu si utamaduni unafaa kwa Tanzania, hatukutoka huko, hatakuwa hivi. Tunaambia watu wafanye commentary. Wafanye commentary kwa sababu hata kwenye misingi ya dini, na sisi ni watu wenye dini, ni kwamba huwezi kushangilia dhiki aliyokuwa nayo mwenzako. Dhiki aliyokuwa nayo mwenzako na wewe itakukuta. Kwa sababu ubaya wa kaburi ni kwamba kila aliyezaliwa na mwanamke ataingia kaburini. Na kama kila aliyezaliwa mwanamke ataingia kaburini, maana yake ni rahisi sana. Rahisi kabisa kwamba na wewe kuna mtu atalia kwa sababu umeingia kaburini. Na utamaduni wa binadamu ni kutoshangilia dhiki ya mtu mwingine. Iwe Ulaya, imeishi huko, hawajawahi kushangilia dhiki ya mtu mwingine. Ila kuna watu wanajigeuza hamnazo, wanajiita wanaharakati hamnazo. Wao wanatafuta kiki kwa kushangilia dhiki ya watu wengine. Hili naomba Mwenyezi Mungu tu atusaidie. Mshaandika, kuna haja ya kuandika nyinyi? Ni commentary, uwezo kaziandika kama upate official statements kutoka kwa wataalamu wa psychology. Lakini sisi tumeshaandika, na nadhani hata jana tulipitisha kitu kwenye blog. Mwana saikolojia mmoja anazungumza kwamba usishangilie dhiki ya mtu mwingine. Sasa kwa nini tunatumia wataalamu wa saikolojia? Kwa sababu tunaamini wale wanaozungumza kushangilia dhiki, wanaimba miziki ya watu kushangilia watu wamekufa, wafanya nini, ni wana matatizo ya akili. Kwa sababu mtu mwenye akili timamu atamshukuru Mwenyezi Mungu na ataendelea na shughuli zake. Kwa sasa nani atasema utamfuata waziri wa kazi? Huwezi. Wewe unamtafuta mtaalamu wa psychology, kwa sababu kuna tatizo kwenye ubongo wa mtu. Atuambie tufanyeje ili tatizo hili lisiwe sehemu ya utamaduni wetu. Ndio yanayotakiwa sasa kufunzwa. Sawa, tunamaliza hiki mjadala wetu. Naambia nini wana TBN sasa? Kwa nafasi ya kuzungumza nao. Mimi ningesema mawili labda. Moja ni kwamba wana TBN tunajua wajibu wetu ni nini. Kwa hiyo tufanye wajibu wetu. Lakini la pili, ningeliambia serikali isaidie watu ili taifa hili liweze kusomwa vizuri kwenye ramani ya dunia. Na ramani ya dunia iko kwenye akili unde. Hatuwezi kujidai matumizi ya akili unde kama sisi wenyewe hatuifeed akili unde. Kwa sababu akili unde inachakata taarifa ambazo sisi tunafeed.
Sasa ni ama tuna feed taarifa nzuri kwa ajili ya nchi yetu, ama tunawaachia watu wengine wa feed taarifa hizo ambazo mimi naamini sio nzuri, sababu watataka sisi tuwe na matatizo. Kwa hiyo nina mambo mawili: moja, TBN wanachama tuendelee, na watu wengine wanaotaka kujiunga na TBN wa search tu Tanzania Bloggers Network website, pale watapata maelekezo yote mle ndani namna ya kujiunga. Na kutengeneza blog ni wewe kukaa tu within 1 hour na blog nzuri tu. Utafata kanuni za blogging za Google ama kwenye WordPress, kanuni zao ziko pale, utazisoma, kiafiki unaendelea na ile kazi, unafungua gazeti lako la kwako mwenyewe. Na ukija kwetu sisi tutakwambia kwamba wewe ni Mtanzania, utafuata sheria za Tanzania, na utaona kwa mfano hata sisi tuna grupu ya wanachama wetu ambao wako diaspora, lakini hata ukiingia kwenye blog zao zile utaona kabisa wana reflect Tanzania. Hawatasema ovyo, kwa sababu wao bado tu wanabanwa na taratibu za utamaduni wa Tanzania. La mwisho kabla sijafunga, nimelikumbuka hili, unawaambia nini vijana kuhusu huu umoja wa kitaifa? Mwingine Beda Msimbe, wewe umekula chumvi nyingi, unafahamu, unaelewa. Mwingine anaona huu umoja, amani, utulivu kama havina maana. Vipi unamwambia? Mimi nitaka niwaambie vitu kimoja tu. Gen Z ni Gen Z. Millennia ni millennia. Na sisi wengine tuliozaliwa wakati wa utaratibu fulani ni wakati wetu, kwa sababu the world is changing. Lakini historia inasema hivi: usipojifunza aliyekutangulia akafanya nini, wewe utaharibu. Kwa sababu kwenye madaraja yale ndio tunapitia, na ndio maana dunia nzima wanaofanikiwa ni wale ambao wanatazama wametoka wapi, wako wapi, na wanakwenda wapi. Tunatoka hapa tunaenda Middle East kwa ajili ya kwenda kutembelea kaburi la Yesu, pale ambapo tunaamini kwamba amezikwa Yesu. Kwa nini? Ile ni kuweka tai, yani unasema kuweka kamba iliyosimama kati yako wewe na imani yako. Tanzania ni ya kwetu, yani sio ya mimi, ni ya kwetu. Taifa hili ni la kwetu. Unapofanya maamuzi ya kukata kamba ile inayokuunganisha wewe kwenye imani, na ukadhani wewe una akili zaidi, ujue huwezi kuvuka. Utavuka na mahema ama utavuka na makaburi. Na makaburi hayajawahi kuzungumza kitu chochote, yako silent. Na mahema hayajawahi kumhifadhi mtu yote mpaka yachomekwe. Anaelewa hili neno, alielewe. Mimi nikushukuru sana Beda Msimbe kuhitimisha hivyo. Bila shaka mwenye sikio amesikia. Na mtazamaji wa Star TV, mpaka kufikia hapa mjadala mkuu umetia nanga. Kwa namna hiyo tumelifunga pazia hapa, mimi na Beda Msimbe. Huyu ni mwenyekiti wa Tanzania Bloggers Network TBN. Alikuwa hapa katika mjadala mkuu kuzungumza nami kuhusiana na nafasi ya blogu katika kuimarisha umoja wa kitaifa. Bila shaka umesikia mengi mazuri yenye hekima na busara. Yote haya ni lengo la kuimarisha umoja, mshikamano, utulivu uliopo hapa nchini, na tulinde, tushikilie kweli kweli, kwa sababu kama alivyozungumza, hatuna Tanzania nyingine. Tanzania ni hii na hapa ndipo kwetu. Mimi ni Athmani Mihula, kwa niaba ya wale wote walishiriki kuhakikisha kwamba kipindi hiki kinakujia wewe hapo ulipo. Nasema asante sana, kwaheri, uwe na siku njema. Tukutane siku wa saa kama huu ili ufahamu mengi zaidi yanayojadiliwa hapa na yanayoendelea ndani ya Tanzania. Kwaheri.